Nina wasalimu tena katika jina la Bwana. Ikiwa ni mwendelezo wa somo letu linalosema kwa nini dhambi iliruhusiwa. Katika sehemu ya kwanza tumeona habari za Kristo, upendo wa Mungu kwa mwanadamu, na pia tumeona habari za Adam alipokuwa Eden. Baada ya mwanadamu, Mungu kumuumba mwanadamu alipomweka Adam alikuwa Eden akifurahi kwa upendo na furaha, akiwa na upatanifu na ukamilifu kama vile Mungu alivyokuwa ameweka makusudi yake. Lakini tuliona kwamba pamoja na kwamba Adam alikuwa na amani na upendo na viumbe wote wa mbinguni, maana tusiseme tu kuhusu Adam, na viumbe wote wa mbinguni nikimaanisha na malaika wote walikuwa na amani na furaha, na kila kitu kilikuwa katika upatanifu na mbingu au na Mungu. Lakini katika hao wote tuliona kwamba kuna mmoja ambaye hakuridhika na kila alichonacho, na dhambi ndipo ilipoanzia kwake. Tulishia katika fungu la Ezekiel 28 fungu la 12 mpaka fungu la 15. Tuliona habari za Lucifer kuanza kuingia tamaa au kuingiwa na tamaa hadi kuanguka katika dhambi, na baadaye akaasi kabisa. Sasa tutaendelea hapo tujifunze kwamba kwa nini dhambi ilianza kwa Lucifer na kwa nini Lucifer aliruhusu dhambi ikaanzia kwake. Nifuatilie tena tuendelee kujifunza pamoja, na Mungu awabariki sana ili tupate kuelewa. Maandiko yanatuambia kwamba taratibu Lucifer alijiingiza katika tamaa ya kujikweza nafsi. Maandiko yanasema moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Hiyo ni kitabu cha Ezekiel 28 fungu la 17. Ukisoma habari za Lucifer anasema kwamba ukisoma pale kuanzia fungu la 12, maandiko anasema kwamba kila kifuniko, anasema wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka katika hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako, hata tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Maandiko yanasema kwamba Lucifer aliumbwa kwa ukamilifu na utukufu wa hali ya juu. Aliumbwa kwa mawe ya thamani. Kuna fungu moja hapa ninalitafuta. Yes. Anasema kwamba kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Ni mawe mangapi ya thamani tunayafahamu sisi duniani? Ni mengi, na mengine hatuyajui, na mengine pengine hatujawahi hata kuyajua, huenda tutayajua tukifika mbinguni. Lakini mawe yote ya thamani unayoyajua, dhahabu, almasi, kila jiwe la thamani, madini yote unayoyajua ya thamani, anasema yalikuwa ni kifuniko cha Lucifer. Lucifer ukisoma habari zake alikuwa ni malaika afunikae, ni kerubi afunikae. Alikuwa ni kerubi, alikuwa ni malaika mkuu mbinguni. Yaani katika malaika yeye ndo alikuwa malaika mkuu. Maandiko yanasema kwamba aliumbwa na hekima ya hali ya juu. Alikuwa na ufahamu wa hali ya juu. Alikuwa na mng'ao wa utukufu. Alikuwa mzuri. Lucifer alikuwa ni mzuri sana. Hakuna mtu ambaye anaweza kuelezea, lakini Mungu mwenyewe anamsifia. Anayesema, na hii kitabu tunasoma katika kitabu cha haya mafungu ya kwenye kitabu cha Ezekiel, ni Mungu mwenyewe ndo anayesema haya maneno. Anasema nawe ulisema moyoni mwako, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nitafanana na aliye juu. Hiyo tunasoma katika kitabu cha Isaya 14 fungu la 13 na 14. Kwa hiyo tunaona kwamba Lucifer alikuwa ni malaika mkuu afunikae, ni kerubi mkuu ambaye yeye ndo alikuwa anasimama, malaika wote walikuwa wanasimama kwa ajili ya utumishi wa Lucifer. Maandiko yanaendelea kusema kwamba ingawa utukufu wake wote ulitoka kwa Mungu, malaika huyu mwenye nguvu alijichukulia kana kwamba ulitokana na yeye mwenyewe bila kujali nafasi yake. Ingawa aliheshimiwa na wakazi wa mbinguni, alithubutu kudai heshima kuu ambayo
ni stahili ya muumba peke yake. Kama hapa utaelewa vizuri, utaona kuna tatizo lilianza kutokea. Kwamba Lucifer alianza kujiinua. Akaanza kujiona kwamba uzuri alionao, hekima alionayo, nguvu alizonazo zinatokana na yeye mwenyewe. Akasahau kwamba aliumbwa na Mungu. Akasahau kwamba hivyo pia hekima na ukuu na vyote bado alipewa na nani? Alipewa na Mungu. Akasahau. Akaanza kujiinua. Ndio maana hapa kusoma katika kitabu cha Isaya anasema nitafanana na yeye aliye juu. Anasema nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Ina maana kwamba alikuwa anataka nafasi ambayo inamstahili Mungu peke yake. Inamstahili Mungu peke yake. Na hichi mara nyingi hata sisi wanadamu huwa kinatukuta. Mara nyingi tunatamani nafasi ambayo si za kwetu, ni nafasi za Mungu. Kuna watu ambao kiukweli wanapenda kujiinua. Wanapenda kujiinua, kujiweka katika nafasi ambazo wanatamani hata watu kama ingewezekana waabudu. Hiyo ni nafasi ya Mungu peke yake. Kuna heshima ambayo tunaweza tukapata za kibinadamu, lakini kuna heshima ambayo inamstahili Mungu peke yake. Kwa hiyo Lucifer alikuwa anataka nafasi ambayo hiyo ilikuwa inamstahili Mungu peke yake, wala si mtu mwingine. Anasema kwamba badala ya kutaka kumfanya Mungu atiiwe na viumbe vyote, ilikuwa ni jitihada yake kutaka kutumikiwa na kutiiwa yeye mwenyewe. Na akitamani utukufu ambao Baba wa milele alimpa mwana wake. Mfalme huyu wa malaika alitamani kuwa na nguvu ambazo ni haki ya Kristo peke yake. Unaona kwamba ameshaanza kujiinua. Anatamani nafasi ambayo haimstahili hata yeye mwenyewe. Nafasi ambayo ni ya Kristo peke yake. Anaona kwamba yeye sasa anaitamani, ni yeye anaitamani kuipata ile nafasi. Anatamani nafasi ambayo kwa sababu alikuwa ni mkuu wa malaika. Badala angekuwa anataka nafasi au kuwafanya malaika waweze kumtii Mungu, akataka kutamani kwamba malaika wote wao wanamtii yeye na kumsujudia. Na ile nafasi ambayo Mungu alikuwa nayo, yeye ndo alikuwa anatamani aipate. Kwa hiyo anasema kwamba sasa upatanifu kamili wa mbinguni ulivunjwa. Mpango wa Lucifer wa kutaka kutumikiwa badala ya muumba wake uliamsha hofu ulipotazamwa na wale waliona kuwa utukufu wa Mungu ndio wenye nguvu. Katika baraza la mbinguni, malaika walimsihi Lucifer. Mwana wa Mungu aliweka mbele yake ukuu, uzuri na haki ya muumba na utakatifu, kutobadilika kwa asili ya sheria yake. Mungu mwenyewe ndiye aliyeweka utaratibu wa mbinguni, na kutoka katika utaratibu huu Lucifer angemdharau muumba wake. Kwa sababu tayari Mungu alikuwa ameshaweka utaratibu. Mbingu zilikuwa zina sheria. Serikali ya Mungu ilikuwa inajulikana utawala wake jinsi unavyofanyika. Kwa hiyo yeye kutoka nje ya utaratibu ambao Mungu ameuweka. Yeye kutoka katika huo utaratibu ilikuwa ni kumdharau Mungu wake. Lakini tu siku kwamba alikuwa anamdharau Mungu, lakini pia alikuwa analeta vita juu yake yeye mwenyewe. Kwa sababu hata tuone sisi wenyewe wanadamu tunapokuwa tumefanya dhambi, tunajiletea vita sisi wenyewe. Yaani wewe unaanguka katika dhambi, lakini ndani ya nafsi yako unaona jinsi unavyojisikia vibaya, jinsi unavyoona aibu, jinsi unavyoona kwamba pengine watu walijua tatizo lako, pengine yani ni vita juu yako. Kwa hiyo wakati anatoka nje utaratibu wa mbinguni, lakini pia alikuwa analeta vita juu yake yeye mwenyewe. Lakini tahadhari iliyotolewa kwa upendo usio na mwisho na rehema iliamsha roho ya kupinga. Lucifer aliruhusu wivu wake dhidi ya Kristo umshinde, na akawa na ushindani zaidi. Kwa hiyo aliona hapana, yani kadiri alivyokuwa anaonyeshwa kwamba kosa lako liko hapa, neema ikatolewa, kwamba kuna kipindi kilitolewa sana. Hata kusema kwenye kitabu cha Ayubu, kama wakati Ayubu anaanguka katika majaribu, Lucifer bado alikuwa kipindi hicho alikuwa haitwi tena Lucifer, kwa sababu ukisoma habari ya Lucifer, maana ya neno Lucifer ni mwana wa asubuhi. Ni jina zuri kwa kweli. Akiitwa Lucifer alikuwa ni jina zuri. Lakini baada ya kufukuzwa mbinguni hakuitwa tena Lucifer, aliitwa Shetani. Na tutaona nini maana ya neno Shetani. Kwa hiyo tunaona wakati huu bado alikuwa anaendelea kwenda mbinguni, anaenda na kurudi. Ndio maana Mungu akamuuliza, ulimuona mtumishi wangu Ayubu? Akasema nilimuona, na tunajua kilichotokea kwa Ayubu.
kilikuwa ni kipindi cha rehema mpaka mlango wake ulipofungwa kabisa na akawa hawezi tena kuingia mbinguni. Na hata malaika wale waliotupwa pamoja na Lucifer duniani wote hawaruhusiwi kabisa kuingia mbinguni. Ingawa sasa tutaendelea kusoma wakati tutakapoendelea kujifunza. Maandiko yanatuambia kwamba pamoja na kwamba alifukuzwa mbinguni, hakunyang'anywa uweza, hakunyang'anywa nguvu, hakunyang'anywa uzuri aliyokuwa nao. Na malaika pia. Hata malaika wote waovu na malaika hawa yani malaika waovu na malaika wale watakatifu hawana tofauti kabisa. Tofauti zao ni mioyo yao, kwamba kuna hawa ni waovu, hawa ni watakatifu. Lakini katika sura, uweza, umbo, tabia, umbo, uweza na sura wanafanana. Na ndio maana tunapoendelea kusoma maandiko yanatuambia kwamba malaika watakatifu wanapotoka mbinguni kuja kutuhudumia duniani, wanakuwa na kadi ya gold ambapo wanakuwa nayo wanapokuja huku duniani. Kwa hiyo wanaporudi kwenye malango ya mbinguni, wanaonyesha ile kadi ili waweze kuingia tena wapi? Mbinguni. La sivyo hata malaika waovu basi wangeendelea kuingia mbinguni, kwa sababu hawana tofauti. Na hata tukiona tena hiyo kwamba Yesu wakati yuko jangwani, kipindi kile wakati ameenda kufunga jangwani, wakati shetani anamtokea pale, Yesu alidhani kwamba ni malaika wa nuru, lakini aligundua kwamba ni shetani baada tu ya kuanza kuzungumza. Alipoona anazungumza tofauti ndio akajua kwamba huyu sio malaika wa nuru. Lakini kama angekuwa amekaa kimya, huenda Yesu alidhani kwamba ni malaika ametoka mbinguni kwa ajili ya kuja kufanyaje? Kuja kumfariji. Kwa hiyo tunaona kwamba katika kipindi hichi cha rehema, Lucifer alikuwa anashauriwa akiambiwa kwamba usitoke nje ya utaratibu wa mbinguni. Usitoke nje ya sheria ya Mungu, kwa sababu sheria ya Mungu haibadiliki na kamwe haiwezi kubadilika. Kwa hiyo alipewa tahadhari. Lakini hii tahadhari alipewa si kwa kufosiwa, ila ni kwa upendo wa hali ya juu. Na maandiko yanasema kwamba na rehema pia ilitolewa, kwa sababu kama shetani alivyokuwa ameanguka, uasi tu ulivyoonekana ndani ya Lucifer, Mungu angeamua kumwangamiza pale pale ili uasi uishie pale. Tunaposoma maandiko yanasema kwamba malaika na viumbe wa mbinguni wote wangekuwa wana doubt na utawala wa Mungu, kwamba ni utawala mabavu, ni utawala yani usiokuwa na upendo na huruma. Lakini Mungu aliendelea kumwacha Lucifer na nia yake ovu ili iendelee kukua na kukomaa mpaka itakapojidhihirisha wazi na kila mtu ataiona. Na tunaona kwamba tuliiona wakati amemsulubisha Yesu pale wapi? Pale msalabani. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza kusema kwamba alionywa kwa upendo tena usio na mwisho. Rehema ilitolewa. Lakini hayo yote hayakusaidia chochote isipokuwa tu yaliamsha roho ya kupinga. Na tunasoma kwamba Lucifer aliruhusu kwamba wivu wake dhidi ya Kristo umshinde, na akawa na ushindani zaidi. Anasema kushindana dhidi ya ukuu wa mwana wa Mungu, hivyo kuishtaki hekima na upendo wa Muumbaji limekuwa ni kusudi la mfalme huyu wa malaika. Kwa kusudi hili alikuwa karibu kupandisha nguvu za mbunifu mkuu ambaye anasema kwa kusudi hili alikuwa karibu kupindisha nguvu za mbunifu mkuu ambaye akimfuatia Kristo alikuwa miongoni mwa jeshi la Mungu, lakini ambaye angependa viumbe wake wawe huru. Hakumwacha yote bila ulinzi, bila ulinzi dhidi ya hila za madanganyo ambayo kwayo uasi ungejitafutia haki. Kabla ya mvutano mkubwa wa wazi, wote walipaswa kuwakilisha udhibiti wa nia yake, ambaye hekima na uzuri wake vilikuwa chemchemi ya furaha yao. Kwa hiyo anasema kwamba pamoja na alikuwa anashindana, alikuwa anashitaki hekima ya Mungu, ya muumbaji wake. Na anasema hili limekuwa ni kusudi la shetani kila siku, kila mara kumshtaki Mungu. Makosa yanatokea. Anaona kwamba kosa hili limesababishwa yeye ndo chanzo cha makosa hayo. Anaacha watu wanaanza kulaumu, mbona Mungu amefanya, wakati mwingine sio yeye. Wakati tunapojifunza habari za Musa kwa mfano, wakati anawatoa wana wa Israeli kwenda Kanaani, wakati ameenda pale kuupiga ule mwamba, wana wa Israeli kweli walikuwa wamemkwaza Musa kiasi kwamba Mungu alimwambia Musa aupige mwamba mara moja. Maana hicho ndio kilisababisha Musa asiende Kanaani.
alimwambia upige ule mwamba mara moja. Lakini kwa jinsi walivyokuwa wamemkwaza na kumuudhi, aliupiga mwamba mara ngapi? Mara 2. Lakini hayo yote baadaye shetani akaja kushtaki kwamba Musa alifanya dhambi, lakini anashindwa kuelewa kwamba yeye ndio alimsababisha Musa akakasirika. Yeye ndio alisababisha Musa, wale wana wa Israeli wakawa na manunguniko na maudhi na kero na kila namna ya kutotii sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Yeye ndio alikuwa chanzo, lakini anataka kuleta sababu za kusema kwamba Mungu ndio amefanyaje? Amesababisha. Shetani siku zote yuko hivyo, ni mshtaki ambaye kila siku anashtaki hekima ya Mungu kila mara, kila wakati. Hata sisi wakati mwingine tunaweza tukawa tunapita katika majaribu fulani, badala ya kutegemea upendo ambao Mungu ametuonyesha, tunaanza kulalamika kwamba yani Mungu hapana. Hizo au mambo ya kulalamika siku zote ni tabia ya yule mshtaki ambaye ni nani? Ni Shetani. Mfalme wa ulimwengu alikusanya jeshi la mbinguni mbele yake ili kutaka uwepo wao ili katika uwepo wao aweze kuweka dhahiri nafasi ya mwana wake na kuonyesha uhusiano aliobainisha kwa viumbe wote. Mwana wa Mungu alishiriki katika kiti cha enzi cha Baba na utukufu wa milele. Uwezo wa kuwepo mwenyewe vyote viwili vilimzunguka. Karibu na kiti cha enzi walikuwepo malaika watakatifu, kundi kubwa lisiloweza kuhesabika. 10,000 mara 10,000 na maelfu kwa maelfu. Hayo tunasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5 fungu la 11. Malaika waliotukuka mno kama watumishi na raia wakifurahia nuru iliyoangukia kutoka katika uwepo wa Mungu mbele ya kusanyiko la mbinguni. Mfalme alitangaza kwamba hakuna mwingine isipokuwa mwana pekee wa Mungu angeweza kushiriki katika makusudi yake. Na kwa huyo alipewa kutekeleza mashauri ya nguvu ya nia yake. Mwana wa Mungu alifanyia kazi mapenzi ya Baba katika uumbaji wa jeshi lote la mbinguni, na kwake kama ilivyo kwa Mungu, utii wao ulipaswa kuelekezwa. Kristo alipaswa bado kutumia nguvu zake za uungu katika uumbaji wa dunia na wakaaji wake. Lakini katika yote haya hakutafuta nguvu ya kujikweza mwenyewe kinyume na mpango wa Mungu, lakini aliukweza utukufu wa Baba na kutekeleza nia yake ya upendo. Huyu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo baada ya Lucifer kuleta upinzani na kutaka kuonyesha kwamba anatamani nafasi aliyoko nayo Kristo, maandiko yanasema kwamba Baba, mfalme wa ulimwengu, Baba mwenyewe alilikusanya jeshi la mbinguni lote ili aweze kuweka dhahiri nafasi ya mwana wake, kwamba hiyo nafasi haimstahili mtu mwingine yoyote isipokuwa ni ya kwake yeye, wala hakuna malaika wala chochote ambacho kinaweza kukaa katika hiyo nafasi isipokuwa ni yeye. Kwa sababu hata hawa malaika wote Yesu mwenyewe alishiriki katika kuwaumba wote, hata Lucifer mwenyewe alishiriki katika kumuumba. Maandiko yanaendelea kutuambia kwamba kwa furaha malaika walitambua ukuu wa Kristo na wakasujudu mbele zake, wakaabudu kwa upendo wao. Lucifer alisujudu pamoja nao, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu kigeni. Hicho kitu kigeni kilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni vita, tena vita kali. Ina maana kwamba malaika waliposujudu, wao walisujudu kwa upendo, lakini yeye alisujudu tu kishingo upande. Yaani alisujudu lakini moyoni mwake alikuwa amesimama. Anasema ukweli, haki na utii vilikuwa vinapambana dhidi ya wivu. Mvuto wa malaika watakatifu ulionekana kwa wakati fulani kumfunika. Lakini anasema kadri sauti tamu za nyimbo zilivyosikika zikitolewa na maelfu ya sauti, roho ya uasi ilionekana. Kutokuonyesha upendo kulizingira uwepo wake. Nafsi yake ikawa nje katika kukubaliana na waabuduo wasiokuwa na dhambi katika upendo wa Baba na Mwana. Lakini tena alijazwa na kiburi kwa sababu ya utukufu wake. Tamaa ya ukuu ilirudi tena, na chuki dhidi ya Kristo ilizidi kukua. Heshima kubwa aliyopewa Lucifer hakuichukulia kama zawadi maalum toka kwa Mungu, na hivyo hakuweza kushukuru kwa muumba wake. Alijitukuza kutokana na mng'ao wake na akajikweza na kutaka awe sawa na Mungu. Alikuwa mpendwa wa jeshi la mbinguni. Malaika walifurahi kutekeleza amri zake, na alivishwa kwa hekima na utukufu zaidi ya malaika wote. Hata hivyo,
mwana wa Mungu alikwezwa juu yake. Kama aliye sawa na Mungu katika nguvu na mamlaka, alishiriki mashauri ya Baba, wakati Lucifer hakushiriki katika malengo ya Mungu. Kwa nini? Aliuliza malaika huyu mwenye nguvu, kwa nini Kristo awe na ukuu? Kwa nini anaheshimiwa zaidi ya Lucifer? Unaona? Kwa hiyo akawa anajihoji maswali ambayo amejisahau kabisa kwamba hata utukufu aliopewa, heshima aliopewa, uzuri aliopewa, kila kitu alichonacho bado vilikuwa amepewa, hakuridhika na hivi. Kwa hiyo akawa anahoji kwamba kuna makusudi ambayo yeye alikuwa hashiriki. Kuna mabaraza ya mbinguni ambayo yeye alikuwa haingii, ilikuwa ni Mungu na Baba na Mwana tu. Kuna makusudi ambayo yalikuwa ni ya Baba na Mwana tu. Sasa yeye alikuwa anahoji kwamba kwa nini kwa nini Kristo anaingia kwenye hayo mabaraza? Kwa nini kuna makusudi ambayo mimi sishiriki? Kwa nini ikawa kwa nini? Kwa hiyo akawa na tamaa ya kupata hukumu. Akiwa ameacha mahali pake katika uwepo wa Baba, Lucifer aliendelea kueneza roho ya kutotii miongoni mwa malaika. Alifanya kazi kwa siri ya ajabu, na kwa wakati alificha nia yake alipoonekana kwa Mungu. Alianza kuwa na wasiwasi kuhusu sheria inayotawala mbinguni. Akawaza moyoni kwamba ingawa sheria inaweza kuwa muhimu kwa wakaaji katika malimwengu, malaika wakiwa wako juu zaidi hawakuhitaji kizuizi hicho cha sheria, maana hekima yao ilikuwa inatosha kuwaongoza. Kwa hiyo akaona kwamba akaanza kudoubt kuhusu sheria ya Mungu. Kwamba hii sheria kwa nini inatufunga? Sisi ni malaika, hatuwezi kukosea. Tuna nguvu. Tuna nguvu kuliko viumbe ambao viko katika malimwengu mengine. Malaika ana uwezo wa kujiongoza mwenyewe pasipo kufungwa na sheria yoyote. Lakini akawa amejisahau kwamba naye ni kiumbe tu kama viumbe wengine ambao wamefanyaje? Ambao wameumbwa. Anasema kwamba hawakuwa viumbe ambao wasingemheshimu Mungu. Mawazo yao yote yalikuwa matakatifu. Hapakuwepo na uwezekano kwao wa kukosa kama ilivyo kwa Mungu. Ukuu wa mwana wa Mungu kuwa sawa na ukuu wa Mungu ulionekana kama kutokuwa na haki mbele za Lucifer, ambaye alidai alipaswa kuabudiwa na kuheshimiwa. Kama mfalme huyu wa malaika angeweza kufikia nafasi yake sahihi aliyokwezwa, mambo mazuri yangekuwa yakiongezeka kwa jeshi lote la mbinguni, maana ilikuwa lengo lake kupata uhuru kwa wote. Lakini sasa hata uhuru ule waliokuwa wakiufurahia ulifikia mwisho, maana mtawala aliteuliwa kwa ajili yao na kwa mamlaka yake wote watamwabudu. Huo ulikuwa udanganyifu mwerevu, ili kupitia hila za Lucifer haukuwa ukienea kwa kasi mbinguni. Ulikuwa ukienea kwa kasi mbinguni. Kwa hiyo malaika walikuwa wanafurahia of course utumishi wa Lucifer, kwa sababu walikuwa wanamwamini ni malaika mkuu afunikae, na walikuwa wanampenda. Na ndio maana tunaona kwamba baada ya Lucifer kuanguka katika dhambi, hata alipofukuzwa mbinguni, maandiko yanatuambia kwamba aliondoka na theluthi ya malaika. Ndio hawa malaika waovu ambao tunaona wanatusumbua sasa hivi ulimwenguni. Ndio hawa mashetani wa sasa ambao wanatusumbua katika ulimwengu. Ndio wale malaika ambao Lucifer alitoka nao mbinguni. Aliwashawishi, aliwadanganya kwa kusema kwamba malaika hawapaswi kufungwa na sheria yoyote. Na wapo ambao walikubaliana naye. Maandiko yanatuambia kwamba wapo waliokubaliana na Lucifer kusema kwamba kweli sisi ni malaika, hatuwezi kuasi sheria ya Mungu kwa kujitegemea sisi wenyewe, tunaweza tukasimama sisi wenyewe. Na sio kama viumbe wengine katika malimwengu mengine jinsi walivyoumbwa, hapana. Maandiko yanasema kwamba alikuwa akiyafanya hayo kwa siri, akiwashawishi malaika kwa siri. Lakini unaona kwa jinsi malaika walivyokuwa wamemwamini, anasema uovu wake ulikuwa unaenea kwa haraka sana kule mbinguni. Na baadhi ya malaika walikuwa pamoja naye wakisema lakini ni kweli. Na kuna wale ambao walikuwa wamekaa wakisema hapana, sheria ya Mungu inapaswa isimame na inapaswa itiiwe. Lakini kuna wale malaika ambao walikuwa wanaona kwamba sasa sijui hapa ni sheria ya Mungu, sijui ni Lucifer. Yaani hapa tupo katikati. Yaani akishinda Mungu sisi tutaenda na Mungu. Akishinda Lucifer sisi tutaambana na Lucifer. Na hao pia walitupwa duniani baada ya kuwa ile pambano kuisha pale mbinguni. Anasema wale waliokuwa upande wa Lucifer 100%, 100%,
Wale ambao walikuwa katikati, yani hawajui kwamba washike lipi waache lipi, anasema hao wote walifukuzwa mbinguni. Ndio hao tunasema kwamba ni theluthi ya malaika ambao walitupwa pamoja na nani? Pamoja na Lucifer. Kwa hiyo anasema huo uasi uliendelea na ulikuwa ukienea kwa kasi sana mbinguni. Anasema hajawepo mabadiliko ya nafasi wala mamlaka ya Kristo. Wivu wa Lucifer na madai yake ya kuwa sawa na Kristo kumefanya kuwepo na tamko la lazima la nafasi hii ya mwana wa Mungu. Lakini hili limekuwa jambo lile lile toka mwanzo. Malaika wengi hata hivyo walipofushwa na madanganyo ya Lucifer. Akijivunia uaminifu uliotolewa kwa upendo katika utii ulioonyeshwa kwake na kwa viumbe watakatifu, aliingiza kwa ujanja kutokuamini kwake ndani ya akili zao bila wao kutambua. Lucifer alionyesha malengo ya Mungu katika nuru isiyo sahihi, akiwapotosha na kuwachochea wasisimke kwa kutokukubali na kutokuridhika. Kwa werevu aliwafanya wasikilizaji wake watoe matamko ya hisia zao. Kisha maelezo hayo akayarudia yeye kana kwamba yalikuwa sawa na lengo lake. Kuwa uthibitisho kwamba malaika hawakukubaliana kikamilifu na serikali ya Mungu. Akiwa anadai kuwa na utii mkamilifu kwa Mungu, alisihi kuwa mabadiliko katika utaratibu wa sheria za mbinguni ni lazima kwa ajili ya kuifanya imara serikali ya mbinguni. Kwa hiyo wakati akiwa anatenda kwa msisimko kinyume na sheria ya Mungu na kuingiza kutoridhika kwake ndani ya akili za malaika waliokuwa chini yake, kwa majivuno alikuwa akitafuta kuondoa kutoridhika kwa malaika na kufanya upatanisho na malaika ambao hawakuona madhara yote ya utaratibu wa mbinguni. Maandiko yanatuambia kwamba akiwa anaamsha kutokukubali na uasi kwa akili, alifanya ionekane kana kwamba lengo lake lilikuwa ni kukuza utii na kudumisha upatano na amani. Kwa hiyo alikuwa anafanya kwa hila, kwa uongo, kwa akili, ili malaika nao pia wasimuelewe kwamba huyu kilichoko ndani yake ni cha tofauti. Kwa hiyo alikuwa anafanya hili jambo kwa akili sana, kuingiza hayo mawazo yake katika akili za malaika wa mbinguni. Wapo waliokubaliana naye, lakini kuna ambao walikuwa wamesimama imara katika kuitetea sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Wapo walikuwa na vuguvugu ambao walikuwa hawajui kama je wasimame katika ukweli katika sheria ya Mungu au waendelee kukubaliana na mawazo ya Lucifer kwamba kwa kweli mabadiliko lazima yatokee. Hii sheria inatubana sana. Sisi ni malaika. Hatupaswi kubanwa na sheria kwa sababu tuna nguvu, tuna uwezo wa kutii sheria ya Mungu bila sheria. Yaani kutii mapenzi ya Mungu pasipo na sheria yoyote. Kwa nini si tubanwe na sheria? Yaani haya mambo hayawezekani. Yaani kwa nini sheria iendelee kuwepo? Kwa nini iendelee kutubana? Kwa nini ionekane kwamba malaika naye anaambiwa hivi afanye hivi na vile na vile? Wakati sisi tuna uwezo, tuna nguvu. Hatuwezi kufanya dhambi. Lakini tayari uovu tayari uko umefanyaje? Umeshaingia moyoni mwake. Roho ya kutoridhika iliyoamshwa ilikuwa ikifanya kazi yake nzito. Ikiwa hapa kuonekana wazi utengano katika hisia ulikuwa miongoni mwa malaika. Wapo waliomtazama Lucifer kwa kumuunga mkono kinyume na serikali ya Mungu, ingawa walikuwa na upatano na utaratibu ambao Mungu alianzisha. Kwa sasa hawakuridhika na hawakuwa na furaha kwa sababu hawakuweza kuingia ndani ya mashauri yake yasiyochunguzika. Hawakuridhishwa na mpango wa kumkweza Kristo, kwa sababu Mungu aliita malaika wa mbinguni na wote wa mbinguni kusema kwamba huyu ni mwana wangu mpendwa na nafasi yake haiwezi kukaliwa na mtu yoyote, ni yeye. Hakuna mtu ambaye anaweza akachukua hiyo nafasi. Hawa malaika waovu ambao walikuwa wameshajipanga au ambao walikuwa kinyume wameshaanza kusikiliza mawazo ya Lucifer na kuyaona kwamba ni ya kweli, hawakuweza kuridhishwa hata kidogo na mpango wa Mungu wa kumkweza Kristo. Walisimama nafasi ya pili kutoka kwa Lucifer tayari kudai uwepo wa usawa wa madaraka na mwana wa Mungu. Lakini malaika waliokuwa watiifu waliendeleza hekima na haki ya tangazo la mbinguni na waliendelea kuwapatanisha viumbe ambao hawakuridhishwa na nia ya Mungu
Kristo alikuwa mwana wa Mungu, amekuwa pamoja na Mungu kabla ya kuwapo kwa malaika. Amekuwa katika mkono wa kuume wa Baba, utawala wake, akijawa na baraka kwa wale walioukubali. Hakuwahi kutiliwa mashaka. Upatano wa mbinguni haujawahi kamwe kuingiliwa. Kutokukubali huku kumetoka wapi? Malaika watakatifu waliona matokeo ya hatari kutokana na ukaidi huu, na kwa moyo wa kusihi waliwashawishi ambao hawakuridhisha ili kuachana na mpango wao wa kujihakikisha wenyewe kuwa ni watiifu kwa Mungu na waaminifu katika serikali yake. Wale ambao walikuwa ni waaminifu wakawa wanawasihi wenzao kuambia, jamani, sheria ya Mungu ni hii. Hili tangazo tumelisikia wote, na kweli hakuna mtu ambaye anaweza kulibadilisha. Ni nafasi ya mwana wa Mungu pekee ambaye anapaswa kukaa hiyo nafasi. Kwa nini tusitii sheria ya Mungu? Kwa nini tusienende sawasawa na mapenzi ya Mungu? Kwa nini tujitenge na mpango wa Mungu? Kwa nini tuende kinyume na serikali ya mbinguni? Kwa rehema nyingi, kutokana na tabia yake ya uungu, Mungu alichukuliana kwa muda mrefu sana na Lucifer. Roho ya kutokubali na kutoridhika haikujulikana hapo kabla huko mbinguni. Ilikuwa ni chembe mpya, ngeni, ya siri, isiyoelezeka. Maandiko yanasema hata Lucifer mwenyewe hakujua hayo yametokea wapi, kwa sababu ilikuwa ni kitu kigeni, ni kitu kipya, kitu kisichoelezeka. Yaani hata yeye mwenyewe alikuwa hajui, alikuwa hata anajishangaa kwamba ni kitu gani hichi kinanipata. Lakini badala ya kukinga, ya kuondoa na kuupinga uovu moyoni mwake, aliufungulia milango, akauruhusu ukakua mpaka ukazaa matunda. Na ndivyo hivyo hata na sisi katika ulimwengu, wakati mwingine uovu, hata mawazo mabaya yanakujaga katika akili zetu, lakini tunapoyapa nafasi ndipo yanapokuja na kuzaa matunda ya dhambi. Lakini wazo baya linapoingia ukalifukuza, ukaliondoa, haliwezi kuzaa matunda. Ni sisi wenyewe tunaruhusu mawazo, ni sisi wenyewe tunairuhusu dhambi. Yaani wakati mwingine tunasema kwamba shetani amenidanganya, lakini wewe, shetani atakushawishi ni kweli katika kutenda, lakini hana uweza na nguvu ya kukulazimisha kufanya. Hiyo nguvu hajapewa. Kwa hiyo wakati mwingine sisi wenyewe ndio tunajiruhusu kukubali dhambi na kuitenda. Sio wakati mwingine, kila wakati tunapofanya dhambi ni pale tunapojiruhusu. Tunaruhusu udhaifu wetu ututawale. Kwa sababu kiukweli shetani yeye anadili na udhaifu wetu. Anakuangalia wewe ni mtu wa design gani? Unapenda kufanya dhambi gani? Ni mtu muongo, mzungumzaji sana. Unapenda ulevi, uzinzi. Yaani chochote kile ambacho anakiona una mapenzi nacho au unaelekea huko, ndipo anapokushawishia hapo. Kwa hiyo wewe kwa kudanganywa kwako ndipo unajikuta unaanguka katika dhambi. Kwa hiyo shetani naye hichi kitu kigeni kilipoingia moyoni mwake, alikuwa na uwezo na nguvu ya kukipinga, lakini hakukipinga, isipokuwa alikiacha kikafanya kazi na kikazaa matunda, na hata kikafikia hatua ya kuwa ni uasi. Kwa hiyo maandiko yanasema Mungu alichukuliana na shetani na Lucifer kwa muda mrefu sana. Kwa muda mrefu mwingi sana, kwa hii tabia yake, kwa sababu aliiona toka mwanzo. Akaiona, lakini akaivumilia. Anasema Lucifer mwenyewe awali hakuwa ameelewa asili ya hisia zake, maana kwa wakati aliogopa kuelezea kazi ya fikra za nia yake. Hata hivyo hakuachana nazo. Hakuweza kuona kwamba alikuwa anakwenda mbali, lakini juhudi hizo ambazo ni upendo usio na mwisho na hekima pekee zinazoweza kuanzisha, zilifanywa kumthibitisha na kosa lake. Kutoridhika kwake kulionyeshwa kuwa hakukuwa na sababu, na alionyeshwa kitakachokuwa matokeo ya msimamo wa maasi. Lucifer alirudhishwa kuwa alikuwa mwenye makosa. Aliona kwamba Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote na mtakatifu katika kazi zake. Maneno hayo pia tunaweza tukayasoma katika kitabu cha Zaburi 145 fungu la 17. Kwamba sheria ya mbinguni ni ya haki, na kwamba alipaswa kuzitambua kama zilivyo katika mbingu yote. Kama angefanya hivyo, angeweza kujiokoa na kuokoa malaika wengi. Kama angeamua kuachana na mawazo yake, kama angeamua kutii sheria ya Mungu, angejiokoa yeye. Lakini si tu yeye, lakini pia angewaokoa na hao malaika ambao aliondoka nao wengi.
Kwa wakati huo hakuwa amefutiliwa mbali na Mungu kwa kutokutii kwake. Ingawa alikuwa ameachana na nafasi yake kama kerubi afunikaye, bado kama angekuwa na nia ya kurudi kwa Muumba, kutambua hekima ya Muumbaji na kuridhika na nafasi aliyoteuliwa katika mpango mkuu wa Mungu, angerudishwa katika ofisi yake. Alikuwa ameshatolewa katika ofisi kama kerubi afunikaye. Na tunasoma katika maandiko kwamba nafasi yake imechukuliwa na malaika Gabrieli. Maana tunasoma malaika Gabrieli ndio malaika mkuu sasa hivi. Lakini kama angekuwa amekubali kutii na kushuka na kukubaliana na kuridhika, anasema nafasi yake hiyo angerudishwa katika nini? Katika ofisi yake. Muda ulifika kwa maamuzi ya mwisho. Anapaswa kutii serikali ya mbinguni kikamilifu au kujiweka wazi mwenyewe katika nafasi ya uasi. Kwa sababu Mungu ana kipindi ambacho anatupatia hata sisi, kipindi cha rehema. Anatuvumilia sana katika matendo yetu, katika makosa yetu na katika kila jambo. Lucifer pia alipewa hiyo nafasi. Alivumiliwa na mbingu, alionywa, alifundishwa, alielekezwa, akaona mpaka kosa lake na akakubali kwamba kweli hapa kiukweli Mungu ndio mwenye haki, mimi nimekosea. Lakini hakukubali bado kuachana na madai yake. Lakini wakati ulifika ambapo alipaswa kuamua either kukubali kutii serikali ya mbinguni kikamilifu au kujiweka yeye mwenyewe katika nafasi ya uasi. Anasema karibu angefikia uamuzi wa kurudi, lakini kiburi kilimzuia. Ilikuwa ni kutaka ni kafara kwa ambaye alikuwa anaheshimiwa na kuomba msamaha kwamba alikuwa mkosaji, kwamba fikra zake zilikuwa potofu na kujiweka katika mamlaka ambayo amekuwa akiyaona kuwa hayana haki. Kwa hiyo alikuwa anaona kwamba yani alikuwa anatamani kurudi, kutubu, kuomba msamaha. Kitu kilichomsababisha na kitu kilichomwangusha kilikuwa ni kiburi. Kwamba nikiomba msamaha, malaika watanionaje? Watanisikiaje? Yani itakuwaje? Kwa sababu ni mamlaka ambayo alikuwa anaona kwamba haifai na alikuwa ana mamlaka ambayo alikuwa ameshaanza kuipinga. Sasa anaona kwamba nikisema tena kurudi kuomba msamaha, nitaonekanaje mbele za watu? Na hicho ndicho kinachotufanya na sisi leo hii tunajikuta tunaanguka katika dhambi, tunakufa katika dhambi kwa kuogopa kwamba mimi nikiamua leo hii kutembea katika njia za Bwana, watu watanionaje? Dunia itanitazamaje? Marafiki zangu, wazazi wangu, sijui nani, kila mtu. Tunaanza kufikiria kiburi. Lakini hatupaswi kufikiria kiburi wala kujifikiria mara mbili wakati wokovu uko mlangoni mwetu. Tunapaswa kugeuka mara moja na kugeukia wokovu. Tuache kila kilicho chetu. Tuache kila kitu ambacho kitatufunga au kitatuweka mbali na Muumbaji kwa ajili ya kuukosa uzima. Tukimbilie wokovu. Hicho Mungu ndo anachokitaka. Muumba mwenye huruma, kwa kuwaonea huruma Lucifer na wafuasi wake, alikuwa akitaka kuwavuta kwake kutoka kwenye shimo la kuzimu la machafuko ambalo walikuwa wanakaribia kuingia. Lakini rehema zake zilipuuzwa. Lucifer alionyesha kuwa maumivu ya muda mrefu ya Mungu ni udhihirisho wa ubora wake. Ikionyesha kwamba mfalme wa ulimwengu angeridhia matakwa yake. Kama malaika wangesimama imara pamoja naye, alitamka wangepata vyote walivyotamani. Alionyesha msimamo wake wa pambano kuu dhidi ya Muumba wake. Hivyo ilikuwa Lucifer mwenye nguvu, aliyemshiriki wa utukufu wa Mungu, mwangalizi wa kiti chake cha enzi, kwa kuasi. Maandiko yanasema akawa shetani. Maana yake mshtaki wa Mungu na viumbe watakatifu na mharibifu wa wale ambao mbingu imejitoa kuwalinda na kuwaongoza. Hii ndio maana tunaona kwamba leo tena haitwi Lucifer, anaitwa shetani. Hapo mwanzo alipokuwa kerubi afunikaye, alipokuwa ni malaika wa nuru, alikuwa anaitwa Lucifer, mwenye nuru, aliyemshiriki wa utukufu wa Mungu, mwangalizi wa kiti cha enzi cha Mungu. Huyo ni Lucifer. Lakini alipoasi alikuwa ni shetani. Jina lilibadilika kutoka Lucifer akaitwa shetani. Maana ya neno shetani ni mshtaki. Tena sio mshtaki tu, mshtaki wa Mungu na viumbe watakatifu
na mharibifu wa wale ambao mbingu imejitoa kuwalinda na kuwaongoza. Sasa leo hii hatuongee habari ya Lucifer, tunaongea habari ya Shetani. Kwa dharau akikataa ushawishi wa malaika watakatifu, aliwaita watumwa waliodanganywa. Hali iliyoonyeshwa kwa Kristo aliita kuwa ni kitendo ambacho si cha haki kwake yeye na kwa jeshi lote la mbinguni, na akatangaza kwamba hatajisalimisha kwa uvamizi huu na haki yake na yao. Kamwe hatatambua tena utawala wa Kristo. Amekuwa akidai heshima ambayo angepewa na kutoa amri juu ya wale ambao wangekuwa wafuasi wake, na aliwaahidi wale watakaokuwa chini yake kuwa na serikali mpya nzuri sana ambapo wote wangefurahia uhuru. Idadi kubwa ya malaika walithibitisha malengo yao na kumkubali awe kiongozi wao, wakimsifu kwa upendeleo ambao waliupokea. Alitumaini kuwapa malaika wote na kuwa sawa na Mungu mwenyewe na kupata utiifu wa jeshi lote la mbinguni. Lakini maandiko yanasema bado malaika watakatifu walimsihi yeye na wafuasi wake wajisalimishe kwa Mungu na kuwaonyesha matokeo yasiyozuilika kama wangekataa. Yeye aliwaomba angewatupa pamoja na nguvu zao zote na kuonyesha ishara ya kuadhibu watakaojaribu kuasi. Hakuna malaika ambaye angeweza kuonyesha ushindani dhidi ya sheria ya Mungu ambayo ni takatifu kama yeye. Sheria ya Mungu ni takatifu, haiwezi kubadilika. Walionywa wote kuziba masikio yao wasisikie madanganyo na tafakari za Lucifer na kumshawishi yeye na wafuasi wake kutafuta uwepo wa Mungu na bila kuchelewa na kutubu kosa la kuhoji hekima yake na mamlaka. Wengi walielekea kujali ushauri huu ili kutubu kwa kutoridhika kwao na kutafuta kupokelewa na Baba wa mwana wake. Lakini Lucifer alikuwa na uongo mwingine tayari. Muasi mwenye nguvu alitangaza kwamba malaika walioungana naye wamekwenda mbali sana kiasi kwamba hawezi kusamehewa wala hawezi kurudi, kwamba alifahamishwa sheria ya mbinguni na alifahamishwa kuwa Mungu hata wasamehe. Alitangaza kwamba wote watakaojisalimisha katika mamlaka ya mbinguni watanyang'anywa heshima yao na kushushwa vyeo. Kwa yeye alikuwa ameshaamua kamwe kutokutambua mamlaka ya Kristo. Alisema kuwa kilichokuwa kimebaki kwake ni wafuasi wake. Ilikuwa ni kudai uhuru wao tena kwa nguvu, haki ambayo hawakupewa na kama walivyotaka. Unaona? Kwa hiyo hapa tunaona kwamba hawa malaika ambao walikuwa wameasi, Mungu aliwapa nafasi pia ya rehema. Na wengi walikuwa wanatamani kwenda kurudi na kutubu. Lakini Shetani aliwadanganya akiwaambia, tayari mmeshaasi, mmeshaanguka, mmeshapoteza nafasi. Na nimeshajulishwa kwamba hamtaweza tena kurudishwa. Na wale ambao watajisalimisha watasalimu amri, anasema watanyang'anywa heshima zao. Lakini huu ulikuwa ni uongo, kwa sababu kama wangerudi katika utii, anasema Mungu angewarudisha katika nafasi zao kama walivyokuwa hapo mwanzo. Ndivyo Shetani anavyotudanganya hata leo. Wakati mwingine tunajiona kwamba tumefanya dhambi kiasi kwamba hatuwezi kurudi. Lakini maandiko yanasemaje? Ijapokuwa dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, anasema nitazisafisha na kuwa nyeupe kama nini? Kama sufu. Hayo yote ni uongo na udanganyifu wa Shetani kutuambia kwamba wakati mwingine unaweza kuwa umefanya dhambi afu unataka kumrudia muumba wako. Maandiko Shetani anakudanganya katika kukushawishi, kukuambia kwamba hapana, huwezi kurudi tena kwa Mungu. Umeshaasi vya kutosha, umeshafanya dhambi nyingi na Mungu hawezi kukusamehe. Lakini sio kweli. Hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi kuisamehe. Hakuna tendo baya ambalo Mungu hawezi kulisamehe. Ndio maana alikuja akafa kwa ajili yetu. Akafa pale msalabani ili mimi na wewe tupate kuokolewa.